Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Unaweza kushuhudia mambo ambavyo yanavyoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans, licha kwamba tayari ni mabingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa kuweza kunyakua ubingwa wao wa 5 mfululizo, lakini kuna mambo ambayo yameweza kujiri kwenye kikosi cha Young Africans. Ukiweza kushuhudia kuna mambo kama tukio la Pacome Zouzoua na mengine mengi ambayo nimeweza kusogezea katika taarifa hii. Utakwenda kujua kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans baada ya taarifa yao kuweza kutolewa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, katika namna ambayo wameweza kuiweka taarifa yao. Ni yapi hayo utakwenda kuyajua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama nyekundu iliyoandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyokuwa hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa yetu taarifa zetu katika wakati sahihi na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans leo hii wameweza kutoa taarifa yao baada ya kile kilichoweza kutokea katika mchezo dhidi ya JKT, mchezo wa mwisho kabisa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, baada ya Profesa Pacome Zouzoua kuweza kuvunjika mguu katika kipindi cha pili cha mchezo huo, ambapo Young Africans kipindi cha kwanza kumrazi, ambapo Young Africans ondoka wakiwa na majonzi kweli kweli. Sasa taarifa imeweza kutolewa mapema kabisa, ambapo inaelezwa kwamba timu ya JKT Tanzania imeomba radhi na kumpa pole mchezaji wa Young Africans Pacome Zouzoua aliyeshindwa kuendelea na mchezo wa ligi kuu baada ya kufanyiwa rafu mbaya na mchezaji Hassan Wahabi. Katika taarifa iliyotolewa na klabu hiyo, imeonyeshwa kuhuzunishwa na tukio hilo na kuomba radhi, huku ikitaja kuwa tukio hilo alikuwa na makusudi. Imeongeza kuwa JKT inamuombea kwa Mungu Pacome aweze kupona majeraha yake haraka ili aweze kurejea kwenye majukumu yake. Uongozi wa JKT Tanzania umehuzunishwa na tukio la kuumia kwa mchezaji wa Young Africans Pacome Zouzoua aliyeumizwa na mchezaji Hassan Wahabi wakati wakiwania mpira katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania JKT dhidi ya Yanga uliochezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa niaba ya mchezaji wa timu hiyo ya JKT Hassan Wahabi, uongozi tunaomba radhi kwa tukio hilo ambalo halikuwa la kimakusudi lililomsababisha maumivu makali Pacome Zouzoua, linalomtesa na kumuumiza kifikra mchezaji wetu Wahabi kutokana na maumivu aliyoyapata Zouzoua ambayo hayakukusudia wala kuyatarajia. Hai za uongozi wa JKT Tanzania, tunatoa pole ya dhati kwa mchezaji Zouzoua. Tunamwombea Mwenyezi Mungu apone haraka na arejee katika hali yake ya kawaida, acheze mpira katika kiwango na ubora wake wa siku zote. Taarifa hiyo imeweza kueleza hivyo mara baada ya kile kilichoweza kutokea kwenye yale ambayo yamejiri, ila mpaka sasa uongozi wa Young Africans hujaweka wazi hapa nazungumzia ni kwa kiasi gani ukubwa wa jeraha hilo, ambapo na pengine utakwenda kuchukua muda gani kwenda kukaa nje, lakini kwa namna ambavyo pengine
inavyoonekana kulingana na wengi waliopata majeraha kama hayo wachezaji wengi ukiweza kushuhudia mara nyingi kutokana na aina ya tiba ambao wanapewa inawachukua zaidi ya pengine nusu msimu au wakati mwingine msimu mzima kabisa wakaukosa kufuatia majeraha kama hayo. Kwa hiyo kinachosubiri kwa sasa ni kusikia ripoti ya madaktari kutoka katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans watakuja na lipi katika tukio la Pacome. Lakini katika hatua nyingine inaelezwa kwamba katika harakati za Yanga kusaka kocha mkuu mpya zimeingia katika hatua mpya baada ya klabu hiyo kuanza mazungumzo na kocha raia wa Afrika Kusini Fadlu Davis aliyewahi kuwa sehemu ya benchi la ufundi la Simba Sport Club. Uongozi wa mabingwa hao wa Tanzania bara unatajwa kumweka Fadlu kwenye orodha ya makocha wanaopewa kipaumbele kuelekea maandalizi ya msimu mpya. Fadlu ambaye pia aliwahi kuifundisha Raja Klabu Athletic ya Morocco amejijengea heshima kubwa katika soka la Afrika kutokana na uzoefu wake wa kufundisha katika ligi mbalimbali zenye ushindani mkubwa. Sifa hizo zimemfanya kuwa mmoja wa makocha wanaovutiwa na viongozi wa Yanga katika mchakato wa kutafuta mrisi wa benchi la ufundi. Taarifa zilizopo zinaeleza kuwa rais wa Yanga Hersi Said tayari amefanya mawasiliano na wakala wa kocha huyo na kuwasilisha nia ya klabu hiyo kutaka kumsajili. Hata hivyo, uamuzi wa mwisho bado hujafikiwa huku pande zote zikiendelea na mazungumzo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Fadlu anatarajiwa kusafiri kwenda Cape Town, Afrika Kusini wiki hii kwa ajili ya kukutana na wakala wake. Chanzo cha habari kimesema mkutano huo unatarajiwa kujadili mustakabali wake pamoja na ofa mbalimbali ambazo tayari zimewasilishwa kwenye kwake kutoka katika ndani na nje ya Afrika. Yanga si klabu pekee inayowania huduma ya kocha huyo. Mabingwa wa Sudani Al Hilal nao wameonyesha nia ya kumsajili Fadlu kwa mazungumzo ya awali kati ya pande hizo tayari yameanza. Ushindani huo unaifanya hatima ya Fadlu kubaki mikononi mwake, kwani anatarajiwa kupitia kwa makini ofa atakayopokea kabla ya kufanya kazi uamuzi wa klabu anayotaka kuweza kuitumikia kunako katika msimu ambao unaokuja. Kwa hiyo kazi ipo kwa upande wake sasa kuamua anahitaji kuelekea wapi. Ni kati ya kikosi cha Young Africans ama huko ambako anatajwa kuelekea. Hapa nazungumzia kocha Fadlu, ambapo Young Africans unafahamu ya kwamba msimu ujao watakuwa na kazi ya ziada ya kupata kocha ambaye anastahili na mwenye vigezo vya kutosha ili kuendana na kile ambacho wao wanakitaka. Unafahamu ya kwamba namna ambavyo kwa sasa Young Africans wamekuwa wakiweza kujitahidi kuhakikisha kwamba wanapata mtu sahihi, kwani msimu ulivyoanza huu ambao tayari wamekuwa mabingwa walianza kwa kuwa na kocha mwingine. Zaidi ya makocha watatu wametumika kufanikisha kupata ubingwa huu. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo Yanga wanatakiwa kufanya jitihada za kuhakikisha kwamba wanafanikisha hili mapema kabisa. Lakini engineer anakuambia kwamba kila kitu kitakaa sawa, tusubiri kuweza kuona itakuwa katika namna gani. Ni huyu Fadlu ama atakuwa kocha mwingine? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na